Ndugu mtazamaji wa Iangalie Tu TV, maswali yanakuja mengi kabisa katika vichwa vyetu, ni maswali ya kudadisi. Je, huu ndo ule mchakato wa maongezi wala mazungumzo yaliyotarajiwa kufanyika kati ya M23 na serikali ya Kongo? Au kuna nini ambacho kinaendelea? Sababu ukiangalia kwa sasa hali ya kidiplomasia kati ya Rwanda na DRC ni kama pusi na panya, kitu ambacho hakieleweki. Yaani ni watu ambao hawasemei pamoja kabisa, hawanie mamoja. Sasa inawezekanaje serikali ya Rwanda iweze kutuma mkuu wa majeshi kuingia huko Kinshasa kwa ajili ya mazungumzo? Au kuna nini ambacho kinaendelea? Au wanataka kupofusha watu macho waoneshe kwamba ni watu ambao walikuwa pamoja siku zote? Au ni habari tu za kusemwa ambazo sio za uhakika? Kumbuka kwamba habari hizi ni habari ambazo bado tunazifuatilia kwa undani kabisa, na hivyo zimeweza kuzua maswali mengi kabisa ya kudadisi kutoka katika vichwa vyetu. Je, hiki ndo walichokipanga kufanya DRC na Rwanda, au ni namna moja ya kupiga watu changa la macho ili kwamba waoneshe kiasi gani wana diplomasia ambayo ina nguvu kabisa? Tungetamani kujua kupitia wewe una mtazamo gani? Au inawezekana ndo M23 wameamua kutumia Rwanda ili kuweza kufikisha malalamiko yao ya kutaka kujiuzuru na kutaka kuondoka katika maeneo mbalimbali ya wanaoshikilia huku mashariki mwa DRC? Sababu ukiangalia vizuri katika mji wa Kamanyola wameondoka kabisa, wameamua kukimbia na kutoka katika kambi zao, kukimbia na kujiretire kama vile wanavyosema Wafaransa. Hatujui nini ambacho kinaendelea, sababu hili ni jambo ambalo halikuwa limetarajiwa katika kipindi hiki, sababu haikutakiwa Rwanda kuingiza majeshi yao wala mkuu wa majeshi kufika Kinshasa kutokana na jinsi diplomasia yao inasuasua kwa sasa. Hivyo tutatamani kusikia kabisa maoni yako, uweze kutuambia ni yapi ambayo wewe umegundua katika hili na ni yapi ambayo nafikiria yanaweza yakatokea baada ya hili.